na Depu, umemtazama Depu? Mtu sio Depu tu kaka, nimeona na mtoto. Ni nadra sana kuona mashabiki wa Simba wakija kutazama game ya Yanga, ukizingatia kwamba siku ya jana wametoka kutoa sare, jambo ambalo sio zuri kwa upande wao. Ujasiri huu umeutoa wapi? Bwana, nilikuja kupunguza sukari kwa sababu tumeona kwenye mechi yetu kwanza, huu sio mwili wangu mimi huu sio mwili wangu umepungua kutokana na matokeo, namna matokeo ya timu yangu ambavyo inacheza. Timu yangu inacheza vibaya kwa maana kwamba kuna timu ambazo unatakiwa upate matokeo, lakini unaona kabisa moja kwa moja timu yangu haipati matokeo kwa maana kwamba upambanaji wa wachezaji umepungua uwanjani. Japokuwa timu yangu ina vitu vingi sana, ina swala la uongozi, ina swala la nini, lakini mimi kwa upande wangu, kwa sababu mimi ni mtu wa pitch sana, mimi naona uwajibikaji na upambanaji wa wachezaji kwenye kuenda kutimiza majukumu yao umepotea. Kwa sababu ukiangalia nafasi ambazo Simba jana kwenye mechi ya Mtibwa ambazo tumezitengeneza, kuna nafasi kama 3 1 against 1, Elie Mpanzu, kuna nyingine Elie Mpanzu alimtengenezea mwalimu. Zile nafasi ambazo Simba ameenda kutengeneza, moja kwa moja unaona kabisa zimuhitaji Mangungu. Pale Mangungu anakuwa usiki. Moja kwa moja tunalaumu viongozi, lakini kulaumu sana viongozi pia kuna ficha madhaifu ya wachezaji uwanjani. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa Simba pale tuna shida mbili. Shida of course kwenye uongozi shida ipo, lakini shida nyingine ipo kwenye pitch. Swala la uongozi linatibika. Leo hii Mangungu aseme chukueni timu yenu, sio, umenielewa, ajitoe, Simba itapata matokeo uwanjani. Kwa moja kwa moja unaona kabisa tumepata kichaka cha kujifichia. Mimi kwa upande wangu, kabla ya kwenda kwa Mangungu, quality ya baadhi ya wachezaji wa Simba Sport Club imepungua na iko chini sana. Angalia Simba namna ambavyo ikiwa na mpira, angalia timu namna ambavyo inaenda kushambulia, angalia timu ambavyo inaenda kukaba. Unaona kabisa wachezaji yani relax, yani wanatembea uwanjani wanapoenda kutimiza majukumu yao. Kwa moja wakati huo tunawalaumu pia viongozi, tuangalie na timu yetu. Hii timu ambayo imecheza na Mtibwa imepata 1-1. Imeenda draw, inaenda kucheza na Experience. Simuelewa, Experience de Tunis hawezi kukupa nafasi 3 kama ambazo umezipata kwa Mtibwa jana. Unajua ili kusudi uwe una kesho bora lazima uanze na leo ambao umeanza vizuri sana. Wale Experience de Tunis jana walikuwa na mashushushu pale ambao umeenda kukiangalia kikosi cha Simba, nani ni mchezaji hatari na tunatakiwa tufanye mbinu gani ili kusudi tuweze kumkaba. Wamegundua Simba yote ni mbovu kutokana na namna ambavyo inacheza jana. Wale Mtibwa Sugar walikosa kitu kimoja tu, walikosa mashabiki. Wangekuwa kama na mashabiki 100 hivi, wangeenda kutetea surprise nyingine kama ambayo imetoa Mapinduzi. Walikuwa na uwezo hata wa kutufunga, kwa sababu Simba ukiangalia kuanzia kwenye backline kuna matatizo, eneo la kiungo kuna shida, wale washambuliaji wa mbele ambao ni washambuliaji watatu, kuna muda unaona kabisa timu imekatika, timu inakuwa ni ya nyuma tu, ni ya mbele. Yani unaona kabisa wakati tunamlaumu Mangungu pia kuna safari ndefu kabisa unaona ya Simba Sport Club. Kama hatutaziona hizi mapema, tunaenda kuondoshwa kwanza kwenye robo finali, ambayo mimi robo finali binafsi yangu mimi hilo gari nimeshashuka. Uioni? Mimi nimeshashuka kwenye hiyo kwamba Simba itaenda robo finali. Tunaongelea sasa kwenye ligi kuu, kwa sababu ligi kuu ni mchezo wa kuchukua alama na kupoteza alama. Simba huyu ambaye hana alama leo hii anashindwa kupata matokeo kwa Mtibwa, tusidanganyane, anaenda kumfunga Experience ndani nje. Kuna maajabu ya mpira. Maajabu ya mpira hutokea, si ndio? Tuache 15% basi za maajabu, kwamba pengine maajabu yanaweza katokea, lakini maajabu hayo unashindwa kuyafanya kwa Mtibwa, ukafanya kwenye Experience de Tunis ambayo imesheheni wachezaji wazuri na wachezaji bora. Pale kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar hakuna mchezaji ambaye analipwa hata labda tuseme milioni 7 kwa mwezi, lakini kuna wakina Budo Mutare wanachukua zaidi ya hela mishahara 3 ya wachezaji. Angalia upambanaji wao uwanjani. Kwa hiyo madaraja ya wachezaji ambao wako kwenye Mtibwa huwezi kuyapata kwenye Experience de Tunis. Wewe wale Experience unaweza kutafuta ukatengeneza nafasi ukapata nafasi moja. Una mtu timamu ambaye anaweza kaenda kufunga, ndio unaona kina Elie Mpanzu. Machachari mpira unaenda kupotea. Kwa hiyo unaona kabisa Simba yetu tuna safari ndefu. Na kama tukiendelea kuegamia upande mmoja ambao ni upande wa uongozi peke yake bila kuangalia matatizo mengine ambayo tunaweza tukatibu ya on pitch, tunaenda kupoteza kabisa kote. Kwenye ligi kuu tunajitoa. Mimi kwenye kombe la huku kufuzu watu wa robo finali huko mimi nimeshajitoa binafsi. Lakini kwa sababu ni timu yangu naendelea kuipigia makofi. Hacha wanionyeshe yale maajabu ambayo umeyasema, maajabu ya mpira. Hacha nisubiri hayo maajabu, lakini mimi binafsi yangu kwenye robo finali nimejitoa. Tunaenda kupoteza tena ufanisi kwenye ligi kuu kama tutashindwa kuyaona haya matatizo. Tukiendelea kumlaumu Mangungu, tukiendelea kufanya hivi, timu pia nayo ina shida. Umezungumzia hapo wachezaji wana changamoto. Labda changamoto inatokana na nini? Kwa sababu huko walikotoka ni wachezaji wazuri na wanakuja Simba wanakuwa under performance. Pengine changamoto ambayo ipo Simba ni nini? Kwa nini wachezaji wanakuja wazuri lakini wakifika Simba wanashindwa kuperform? Kwanza miundombinu ya kuwatunza wachezaji wetu pia hatuna. Viongozi hawana friendship ya wachezaji. Umemwona tumemtoa mchezaji hapa Chani tujuzi Neo Maema. Alikuwa timu Tambala kule, timu kapteni, amekiwasha kweli kweli. Tumemsajili, si amekuja hapa Bongo.
kile kitu alichokuwa anakifanya kule hajakuja kukihamishia hapa. Tumemsajili mchezaji mwingine huyo Gueye. Shida sio kusajili wachezaji wazuri. Tuna namna ambayo tumeandaa watunza wachezaji wetu. Tumemsajili sisi Mtibwa Sugar yule mtoto cha Sambi. Unamjua Sambi alipokuwepo sasa hivi? Anaonekana mara wanampeleka acheze beki mbili mara, yani kwenye upande wa timu moja kwa moja unaonekana kuna shida kubwa sana. Wachezaji hawatunzi viwango, yani hawawalindi wachezaji waweze kutunza viwango vyao. Si unamwona huyu Elisi huyu, wewe ushaje kumshuhudia Mangungu amekata na mchezaji mazoezini? Mwangalie Elisi yuko serious, yuko serious. Unaona kina Muda Mutale hivi tu kwenye mpira pale, hamna kitu uwanjani. Angalia Elisi ambavyo ametengeneza friendship na wachezaji wake. Kuna muda anaenda mazoezini anapiga danadana, jamani vipi mechi inatakiwa tupambane. Angalia Yanga wanavyocheza kwenye kiwanja brother. Angalia hii mechi. Kama kuna milioni 200 vile wameacha dressing room. Jamani mkishinda mechi hivi, mchezaji anapambana. Angalia sajili zao ambazo wamesajili leo 3. Wachezaji 3 ambao leo wamekanyaga. Namwongelea Damaro, huyo kijana ambaye ametoka Vipers, Alani Okelo, tunamwongelea na Depo ameingia dakika za jioni, lakini umeona kabisa touch zake, ameonekana ni mchezaji wa namna gani. Ameassist goal la Mudathir Yassin, pia amefanyaje? Amefunga. Unaonyesha kabisa ni wachezaji wazuri. Yanga wanaonekana wako wazuri. Yanga wenye uongozi sio kwamba hawana shida huko ndani, wanao, lakini timu inafanya vizuri kiwanjani. Kwa hiyo tusijifichie kwenye kivuli cha kwamba Mangungu anaharibu timu. Pia timu leo hii Mangungu kama nilivyokuambia mwanzo, anaweza akawaachia timu yao, mtaenda kuperform. Kwa wakati mwingine tunalaumu hivyo, wachezaji wetu quality imepungua. Wewe ulikuwepo uwanjani siku ya leo, umeshuhudia performance ambao Yanga wameionyesha, na tarehe moja mnakutana na Yanga. Pengine kwa hiki kiwango ambacho Yanga wamekionyesha, mnaona kuna nafasi yoyote mnaweza mkawakwepa wasiwafunge? Labda kwa sababu dirisha la usajili nadhani ndio linakaribia kwenda kufungwa kwa wachezaji ambao wamekuja, na kama watayaona haya matatizo wakawahi kuyamaliza. Kiongozi akifanya kazi yake kama uongozi akaongoza vizuri, wachezaji na wao wakaenda wakapambana, spirit ile ya upambanaji ikarejea, of course tunaweza tukacheza vizuri, kwa sababu dabi waga ina maajabu makubwa sana, na ni maajabu mengi ambayo mimi kwenye dabi nishawahi kuyashuhudia. Unaweza ukawa una timu nzuri ukaenda ukafungwa na timu ambayo imekuwa unga. Kwa hiyo tutasubiri maajabu kama ulivyosimama kwenye ile kodi yako ya maajabu, lakini kwa performance ya uwanjani hawa Yanga na wanavyotaka sifa kaka, leo goli 6 nyingi ndugu yangu. Unaweza kukuta bendera tukashusha nusu mlingoti kaka. Kwa hiyo na hofu inatanda pia kwenu, inawezekana pia kipigo kikawashukia. Hofu ni kubwa sana, yani pengine sasa tuombe tu kwa labda Ramadhani hizi sherehe za Ramadhani inapokuja kidogo tena ratiba hiyo ongezwe mbele, ili kusudi na sisi tu ikute kidogo tumefanyaje, tumepata muda wa kufanyaje, muda wa kujijenga na kujitengeneza vizuri. Lakini kwa performance hii na kwa performance ambayo jana wamecheza Mtibwa kaka, utamani hata kuiongelea hiyo dabi. Yaani unatamani hata uikwepe sijui wapi. Uitamani hata dabi. Angalia performance ambayo umecheza Simba kiwanjani jana, angalia performance ambayo umecheza jana Yanga. Ukiongelea kwenye upande wa uchovu, jana Mtibwa ndo alikuwa amefika kaka. Mtibwa hawakulala hapa. Walikuwa ndo wametoka Tuliani. Na kabla ya kuingia kwenye uwanja, nadhani kama ulihudhuria jana, Meja Samuel walikuwa na basi yao wakawa nasukuma, wachezaji wameshuka wamekuja kusukuma, wamekupa kile kitu uwanjani. Kama wangepata tu mashabiki Mtibwa walikuwa wanaweza hata kuwin ile mechi. Bwana Depu, umemtazama Depu? Mtu sio Depu tu kaka, nimeona na mtoto japokuwa bado analukaluka, lakini mtu huyu Depu mwenyewe bado hajapata ule muunganiko mzuri. Ni mchezaji mzuri brother, mimi nyeupe, nyeusi. Ukimkompea Depu na Jonathan Soa, nani the best? Soa naye ana uzuri wake wakati wake, tusimpe asilimia kubwa sana Depu kwa sababu bado hatujamuona. Leo ndio mechi ya kwanza, kuna mchezaji mechi ya kwanza anaweza kukupa kitu kizuri. Kumbuka Dibla Fernandez Mavambo kaka, mechi ya kwanza tu Simba Day ile kakiwasha, kapiga bomba la goli. Baada ya hapo muendelezo wake ulikuwa nini? Ngoja tumpe mechi 3-4 alafu tumuone. Huyu Soa tulishamuona kwenye ligi hapa akiwa hata Singida. Tumeona kabisa ni mchezaji mzuri na Simba tumemnunua kutoka hapa. Kwa hata yule Alaniokelo ngoja tumpe muda. Kuna viwanja ambavyo hajaenda na ni viwanja vigumu. Kwa ngoja tumpe muda. Muda ukifikia tutawapa sifa kaka. Mpira sio mchezo wa kucheza chumbani ukajifungia. Mpira ni mchezo wa wazi. Kama mchezaji mzuri kaka ataonekana. Huko kuna viwanja na Uganda kuna viwanja. Atmosphere ya mashabiki uwanjani, wakati mwingine mchezaji anaweza kama mzuri pia, pressure ya mashabiki. Sisi mashabiki kaka tunaongoza kwa kutengeneza pressure pia za mashabiki kama mchezaji anakuwa hajazoea. Kwa hiyo ngoja tuwape muda kwa sababu ndio mechi ya kwanza tumewaona. Kwa mechi ya kwanza of course tunawapa win-win.